Hapa ni Official Zungu_. Nimetoka kanisani na ni muda kukupa mkasa wa Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore ambaye alinusurika kulishwa sumu kupitia chai katika Jumatatu ya Pasaka. Story kama hizi huwezi kuzipata Google, kidogo Telegram na kwenye vyanzo vya kuaminika kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Sasa kabla sijatoa story ni kwamba waliompa sumu Traore, ili tukio tayari ameshalimaliza, ni nchi moja ya magharibi ambayo sitataja jina, bado kijana mdogo mie, lakini tuelekee sasa kwenye mkasa mzima. Jumatatu ya Pasaka, Ibrahim Traore alikuwa anatoka kwenye ikulu ya Ouagadougou na anaelekea kwenye sehemu fulani hivi kwa ajili ya kuongea na makamanda wake wa ngazi za juu kuhusiana na masuala ya ugaidi, kwa sababu Burkina Faso ni moja kati ya nchi ambazo zinakabiliwa bado na ugaidi. Sasa mara baada ya ile hafla kumalizika, kwa sababu ilikuwa ni Jumatatu ya Pasaka, kamanda mkuu wa eneo lile ambaye anaitwa Konate, yeye ambaye nimekuambia sasa hivi amekamatwa, ipo kizuizini, ambaye alihusika na mpango wa kumpa sumu Ibrahim Traore, akaandaa hafla ndogo ya chai kwamba Mheshimiwa Rais, baada ya kudiscuss mambo ya ugaidi tupate kikombe cha chai. Mara baada ya kikombe cha chai akaandaa hiyo hafla, wakaja wahudumu. Kama unavyojua marais wanapokuwa kamanda hawezi kuhudumia, wanakuwa ni wahudumu wa vulana wa jeshini wale, kwa hiyo wanahudumia. Mara baada ya kuhudumia, Ibrahim Traore alipokiona kile kikombe cha chai akakiweka kwenye meza ndogo na akasita kunywa. Baada ya hapo Konate akamwambia, Mheshimiwa Rais, kunywa kikombe cha chai ni ishara nzuri sana ya upendo kwa jamii hii ambayo tunakomesha nayo ugaidi. Traore akamwambia, nitakunywa, mbona una haraka sana? Baada ya hapo ikatokea hali ya sintofahamu na kamanda Konate akakamatwa. Sasa swali kubwa, huyu Traore aligundua vipi kwamba kile kikombe cha chai kilikuwa kina sumu? Ni kwamba siku 2 nyuma kabla ya Pasaka, kwa maana ya kwamba ili tukio litokea Pasaka ya Jumatatu. Sasa siku ya Jumamosi asubuhi, Traore alipokea kimemo kidogo kikisema kwamba watajaribu kukuua kupitia chai. Na mara baada ya hapo Traore akuchukulia ile habari kama mzaha. Mara baada ya kuipokea kutoka kwa majasusi wake ambao pia wanasaidiwa na Urusi, akaamua kwenda nayo sambamba. Kwa mara baada ya kupewa chai akasita na akamshuku huyu kamanda Konate kwamba kwa nini anamlazimisha kunywa ile chai. Kwa hiyo mara baada ya hapo Konate akakamatwa, aseme ukweli, akabananishwa na mawasiliano yake yakachunguzwa. Baada ya kuchunguzwa ikajulikana kuna miamala mikubwa sana ambayo huyu kamanda Konate anaipokea kutoka nchi za magharibi. Wakaendelea kuichunguza hii miamala anatoka kwa nani. Hiyo namba ikawa ni ngumu sana kuitrack. Lakini mara baada ya hapo wakaendelea kuchunguza, wakapata simu moja hivi ambayo ni ngumu sana kuitrack. Baada ya hapo wakagundua kwamba ni moja kati ya mwanadiplomasia kutoka katika moja kati ya nchi za magharibi ndiye ambaye alikuwa anahusika na mpango wa kujaribu kumuua Ibrahim Traore. Na huyo mwanadiplomasia ndiye ambaye nchi yake imefukuzwa kabisa pale katika nchi ya Burkina Faso. Mara baada ya hapo Traore akaandaa mtego mwingine. Sasa ni mtego gani ambao Traore aliandaa ili kumnasa mwanadiplomasia ambaye hivi sasa tunavyozungumza tayari amekamatwa na Traore na kuna hatua ambazo zimechukuliwa? Tumalize kwanza mechi ya Simba, ndugu zangu. Tumalize mechi ya Simba, baada ya hapo Jumatatu inshallah kesho takupa story hii kwa uzuri, maana story ndefu kweli kwamba ilikuwaje mpaka wakamkamata mwanadiplomasia ambaye ndo alikuwa na misheni yote ya kumpa sumu Traore mpaka afariki dunia. Tulia hapo, tune notification on. Hapa ni Official Zungu_.